Nikigeukia katika kipengele cha fahamu mchezaji hapa tutamzungumzia Kaleso. Huyu nadhani nimewahi kumzungumzia, lakini kwa siku ya leo nitamzungumzia kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao leo tunapaswa kuwaangalia wakiwa uwanjani ni pamoja na huyu Kaleso Magalwa ambaye amejiunga na Simba kutoka Shakukune United kwa mkataba wa miaka 2, na taarifa ya kuondoka kwake ilithibitishwa na Shakukune. Na ripoti za wakati wa uhamisho pia zinaonesha Yanga ilijaribu kumshawishi, lakini Simba ikafanikiwa katika kukamilisha dili. Kwa hiyo Simba na Yanga pia inaonekana kumekuwa kuna mvutano sana kuhusiana na wachezaji. Mchezaji anayemtaka Simba na Yanga anamtaka. Mchezaji anayemtaka Yanga na Simba anamtaka. Mwisho wa siku bwana, likija kutokea kama la mwalimu, mambo yanakuwa ni tofauti kabisa. Kaleso ni mshambuliaji au winga wa miaka 29 kutoka Afrika Kusini, anayependelea kucheza upande wa kushoto. Anaweza pia kutumika kama mshambuliaji wa pembeni, upande wa kulia au katika nafasi ya kushambulia kutoka katikati. Ana urefu wa takriban mita 1.70 na anajulikana zaidi kwa kasi, mobility na uwezo wa kufanya kazi katika maeneo ya pembeni. Okay, kwa hiyo Simba haijamsajili kwa sababu ya kuwa mfungaji wa mabao mengi pekee. Kinachoonekana kuvutia ni aina ya profile yake. Ni mchezaji anayeweza kupeleka mpira mbele haraka na kuvuruga fullback na kutengeneza nafasi. Hichi ndicho kilichowavutia zaidi Simba wakaweza kumchukua huyu jamaa. Takwimu zake za msimu uliopita zinaonesha kwamba katika Betway Premiership kwa mwaka 2025-2026 akiwa Shakukune United, Magalwa alicheza mechi 27, michezo 23 kama starter, dakika 1824, mabao 0, assist 6 na rating ya wastani karibu 6.79 kwenye Fortmob. Hapa ndipo uchambuzi unakuwa wa kuvutia. Haya, huyu Golgota anasema wa GGM Geita Tanzania, anasema Yanga ina ujasiri mkubwa. Kwanza inaingia ikiwa mabingwa, pili imemchukua Selemani Mwalimu, na tatu haikubali kama viongozi wao, lazima Yanga ioneshe ubabe. Anasema haina, na tatu ina kiburi kama uongozi wao, kwa hiyo lazima Yanga ioneshe ubabe. Okay, kumbe viongozi wa Yanga wana kiburi na ubabe. Haya, Golgota jamani, jezi. Tuangalie sasa mabao 0 yanaweza kumfanya shabiki aseme kwa nini Simba inasajili mchezaji ambaye hakufunga. Na wenyewe wanakuambia bwana, sisi tunataka mabao tu. Lakini hilo pekee la kufunga alitoshi kumhukumu, kwa sababu assist 6 zinaonesha kwamba mchango wake unaweza kuwa zaidi ya kutengeneza nafasi kuliko kumaliza mwenyewe. Na taarifa kutoka Shakukune zinasema alifanya vizuri kiasi cha kupata tuzo kadhaa za man of the match na hata kutajwa kwenye mijadala ya tuzo za mchezaji bora wa ligi na mchezaji wao. Tukigeukia katika silaha yake kubwa ni nini? Silaha ya Magalwa. Silaha yake kubwa ni kasi na mchezo wa pembeni. Magalwa ni aina ya mchezaji ambaye kocha anaweza kumtumia kuvuta mabeki pembeni. Mfano, Magalwa anavuta beki mmoja pembeni, anafuatia beki wa pili, anakuja kusaidia na nafasi inafunguka katikati, striker anaingia. Hivyo kama Magalwa hafungi mwenyewe, anaweza kuwa sehemu muhimu ya bao. Hivyo ndivyo sababu assist zake ni muhimu kuangalia pamoja na mabao. Vile vile anaweza kumsaidiaje Simba ikiwa na washambuliaji wanaotaka mpira ndani ya boksi. Magalwa anaweza kuwa muhimu katika kupeleka mpira kutoka pembeni kwenda eneo la hatari. Yes, na anaweza kufanya vitu vitatu. Kwanza, anaweza kukimbia nyuma ya beki. Pili, anaweza kuingia ndani akiwa na mpira. Tatu, anaweza kutoa pasi ya mwisho, na hii inampa Steve Barker option tofauti kulingana na aina ya mpinzani. Jambo jingine ni kwamba mbinu za Steve Barker zitamfaa Kaleso. Hili ndilo swali kubwa. Magalwa amekuja wakati Simba ikiwa chini ya Steve Barker. Hivyo mafanikio yake yatategemea jinsi kocha atakavyomtumia
Kwa Barca anataka Simba icheze kwa kasi na transition. Mkgalwa anaeleza kwa umuhimu sana. Kwa mfano Simba ikishinda mpira midfield, halafu akaanza kiungo akafuatwa Mkgalwa kukimbia nyuma ya beki, kaenda na cross pamoja na cutback na striker. Huu unaweza kuwa mfumo wa haraka wa kushambulia. Lakini kama Simba itatawala mpira na mpinzani akakaa nyuma kabisa, Mkgalwa atalazimika kuonyesha uwezo mkubwa zaidi wa 1v1 na kuvunja block low. Kwa nini Yanga ilikuwa inamtaka? Kuna jambo ambalo liliongeza gumzo Tanzania. Taarifa zinaonyesha kwamba baada ya Mankoba Mgith kujiunga na Yanga, kulikuwa na jambo la kumpeleka Mkgalwa Yanga, lakini Simba ikafanikiwa kushinda mbio hizo. Hivyo kwa usajili huu una maana mbili. Simba imepata mchezaji, lakini pia Simba imemnyang'anya Yanga mchezaji ambaye ilikuwa ikimfuatilia. Hilo pekee linaongeza pressure kubwa kwake. Mkgalwa tukimlinganisha sasa na Yanga, hapa ndipo story ilipo. Yanga inaijenga kama angejiunga na Yanga angekuwa chini ya Mankoba, sasa yupo chini ya Baka. Kwa hiyo dabi ya Kariakoo itampa mazingira mazuri sana ya kujibu maswali. Kwa nini Simba iliamini zaidi ndani yangu kuliko wote Yanga? Na kama atafunga na kutengeneza dhidi ya Yanga, story yake itakuwa kubwa zaidi. Anaweza kuwa star wa Simba Mkgalwa? Ndio, lakini siwezi kusema tayari ni star kwa sababu kwa mambo ambayo hayajathibitishwa kiwango chake katika mazingira ya Tanzania. Kuna tofauti kubwa kati ya Betway Premiership, NBC Premier League pamoja na CHAF Champions League. Simba inahitaji zaidi ligi, inahitaji mchezaji anayeweza kufanya vizuri dhidi ya timu za Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi na Afrika ya Kati kwenye CAF. Mkgalwa tayari ana uzoefu wa mashindano ya ndani na amewahi kushiriki michuano ya CAF, jambo ambalo ni plus kwake. Vile ana historia ya mabingwa. Jambo lingine lililowahi kuvutia ni kwamba Mkgalwa aliwahi kuwa sehemu ya kikosi cha Mamelodi Sundowns, moja ya klabu kubwa Afrika Kusini. Na akiwa Sundowns alishinda mataji matatu ya ligi mwaka 2027 na mwaka 2022 pamoja na taji la kombe la dunia. Hii ina maana kwamba si mchezaji anayekuja Tanzania akiwa hana uzoefu wa kushinda. Kwa hiyo Mkgalwa tusimchukulie poa. Ameshajua mazingira ya pressure kubwa, ameshajua ushindani wa nafasi, ameshajua mashindano ya CAF na vile matarajio yake kwa mashabiki. Lakini Simba inapaswa kuwa makini na nini? Tatizo kubwa ni mabao. Tatizo kubwa la klabu ya Simba ni mabao, na takwimu za mabao katika mechi 27 za ligi msimu uliopita ndio sehemu ambayo mashabiki wanapaswa kuifuatilia. Kwa Simba, winga wa kiungo cha juu anataka wakati mwingine kutengeneza bao au kufunga goli. Kwa hiyo Mkgalwa atatoa assist lakini hafungi kabisa. Kuna uwezekano mashabiki wakaanza kumuuliza, tunataka winga au creator? Hapo Baka atahitaji kumweka tena kwenye mfumo unaompa nafasi ya kufika kwenye maeneo ya mwisho ya uwanja. Na kitu cha kumwangalia kwenye ngao ya jamii kama atapata nafasi dhidi ya Yanga, usimtazame tu kama amefunga au hajafunga. Mchambuzi aangalia, anaweza kuangalia wapi anaweza akampata beki. Yani 1v1 anaweza kumpata beki. Namba 2, decision making. Akipata nafasi anapiga cross au anapenya. Na swali la 3, of the ball movement, kwamba unamwangalia katika kipengele hiki hapa, anaweza kukimbia nyuma ya beki bila mpira. Na upande wa pressing, anaanza pressure kutoka mbele. Final ball, pasi yake ya mwisho ina ubora gani? Yes, ni katika kipengele cha fahamu mchezaji huyo, ambaye Mkgalwa ni usajili unaovutia ukiwa na profile kubwa, lakini bado ni mapema kumtangaza kuwa star mpya wa Simba. Kitu kinachofanya awe story kubwa sio tu kwamba ni South Africa, bali ana uzoefu wa juu na ana historia ya mataji, ana uwezo wa kutengeneza nafasi. Alifuatiliwa pia na Yanga na sasa anaingia Simba akiwa na mkataba wa miaka 2. Swali kubwa kwa sasa si kwamba amekuja Simba. Hilo tayari limejibiwa, tayari amekuja Simba na ameshasajiliwa.
Swali ni je, ataweza kugeuza hizo asisti na uwezo wa pembeni kuwa mabao, pointi na mataji kwa Simba? Hivyo ni vitu vya kujiuliza baada ya yeye kuingia katika klabu ya Simba, ataweza kuvifanikisha. Dakika ni 33 zimeondoka baada ya kugonga 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ronaldo anasema vipi Fei kwenda Simba? Faisal yuko Azam. Yohana anasema Selemani Mwalimu kaenda kuuliwa kipaji chake tu na Yanga, hilo alifahamu. Kama hajui Baleke na Mayele hawakusikia walichofanya. Baleke hana timu. Mambo tena ndio hayo. Haya sasa ndo kashamua na kashasajiliwa huko bwana, na mazoezi alishaanza jana usiku. Haya, tugeukie sasa katika ratiba ya mechi na utabiri. Simba na Yanga ni mechi ambazo ni mechi ambayo inafuata na itachezwa saa 2:30 pale New Amani Zanzibar, saa 2:30. Mchezo wa ngao ya jamii. Hii ndio mechi kubwa zaidi ya Tanzania kwa leo, na Yanga inaingia katika mechi hii ikiwa bingwa wa ligi, huku Simba ikiwa na kocha mpya wa kikosi kinacholenga kuanza msimu kwa ishara kubwa, na TFF imemteua Ahmed Arajiga kuwa mwamuzi wa mchezo huo. Utabiri wangu ni kwamba Yanga na Simba wanaweza wakatoshana nguvu kwa kuibuka na bao 1-1. Nafasi ya mechi kwenda penalty, hii ina uwezekano mkubwa kukawa kuna penalty. Na utabiri wa tahadhari ni chini ya mabao 3, yani kwamba mabao yakifungwa katika mchezo wa leo basi ni mabao 3 hapo. Ni utabiri tu. Godfrey anasema niambie dadangu uko poa? Niko poa kabisa. Sababu dabi za Kariakoo mara nyingi huwa na tahadhari kubwa mwanzoni, na timu zote zinaingia kwenye msimu mpya zikiwa na mabadiliko ya kiufundi. Tukiangalia klabu ya Yanga, kinachofuata baada ya ngao ya jamii, ratiba iliyoorodheshwa na inaonyesha Yanga inaanza kampeni ya ligi dhidi ya Simba tarehe 15 Agosti, na kisha ina mechi nyingine tarehe 20 na 24 mwezi huu hapa Agosti. Mechi muhimu zaidi Simba na Yanga Agosti 15. Hii ni ratiba inayoweza kuwa na umuhimu mkubwa kwa sababu Yanga inaweza kukutana na Simba inaweza kukutana na Simba mara 2 ndani ya muda mfupi sana, kutegemea ratiba rasmi ya ngao ya jamii. Tukigeukia klabu ya Simba, ratiba inayopatikana kwa sasa inaonyesha Simba ikiwa na mfululizo wa mechi katika mwezi Agosti, ikiwemo tarehe 12, 16, 19, 22, 27 na 31 Agosti. Hii ni kwa maana kwamba baada ya dabi Baka hatakuwa na muda mrefu wa kuendelea kufanya majaribiano. Na mechi za mwanzo zitajibu maswali 3. Kwanza, Simba inaelewana kiasi gani chini ya Steve Baka? Pili, wachezaji wapya wameingia kwenye mfumo? 3, Simba inaweza kushindana na Yanga kwa consistency? Ni swali hilo. Premier League, mechi zinazoanza Premier League kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027. Arsenal watacheza na Coventry City Agosti 21. Utabiri ni kwamba Arsenal wana uwezo wa kuibuka na bao 2-1. Arsenal ikiwa nyumbani na ikiwa na matarajio makubwa ya kuanza msimu vizuri na ipa advantage kubwa. Tukigeukia mechi ya Hull City na Manchester United Agosti 22. Utabiri ni kwamba Hull City wanaweza wakaibuka na bao 1, alafu Manchester wakaibuka na bao 2. Na United wanaweza kuwa na pressure kubwa kwa sababu ni mwanzo wa msimu, lakini ubora wa kikosi unawapa nafasi nzuri ya kuanza kwa ushindi. Tukigeukia Nottingham Forest Agosti 22, utabiri ni 1-1. Hii naiona kama mechi ngumu zaidi kutabiri kwa sababu timu zote zinaweza kucheza kwa intensity kubwa. Okay. Hii mechi ya leo pia PSG mabingwa wa Champions League wanakutana na Aston Villa, mabingwa wa Europa League huko Salzburg. UEFA imethibitisha mchezo huo wa Agosti 12. Kwa hiyo kwa utabiri wangu ni kwamba
Utabiri wangu ni kwamba PSG wanaweza wakaibuka na bao 2-1 dhidi ya Aston Villa. Lakini hiyo ni mechi ambayo Aston Villa inaweza kuleta surprise, hasa kama PSG itafanya makosa katika transition. Jambo muhimu bwana, katika hii ngao ya jamii, wachezaji wa kuwafuatilia katika mechi ya leo, kuna Peter Shalulile. Huyu ndiye jina kubwa zaidi kwa upande wa Yanga leo, na ni mshambuliaji wa Namibia, ametoka Mamelodi Sundowns na amesajiliwa na Yanga akiwa na uzoefu mkubwa wa soka la ushindani na mataji. Na taarifa kabla ya mchezo zilisema anatarajiwa kufanya debut yake dhidi ya Simba. Okay, tukiangalia mchezaji mwingine anayepaswa kuangaliwa ni Djigui Diarra, mlinda mlango wa Yanga. Ni mtu muhimu sana kwenye dabi kwa sababu Simba wanaweza kupata nafasi chache, lakini zile zenye hatari kubwa. Hivyo Diarra akifanya save 1 au 2 kiwango cha juu anaweza kubadilisha kabisa matokeo. Yes. Na nafasi anayochezea Pacome Zouzoua ambaye kwa sasa ni mgonjwa, anayechezea nafasi yake hiyo ni mchezaji pia wa kuangaliwa. Mchezaji mwingine wa kuangaliwa kwa siku ya leo kwa klabu ya Young African ni Farouk Komara. Huyu ni mwingine wa kuangaliwa kwa sababu ni usajili mpya wa Yanga. Na Komara ametoka Golden Arrows na tayari ana historia ya kufanya kazi chini ya Mankoba. Na taarifa zinaeleza kuwa alicheza mechi 19 na Betway Premiership mwaka 2025-2026. Kati yake akiwa starter. Hivyo dabi hii inaweza kuwa kipimo chake cha kwanza kikubwa Tanzania. Mchezaji wa kuangaliwa katika klabu ya Simba ni Kaleso Magalwa. Huyu nimetoka kumzungumzia muda si mrefu. Ahoua naye ni mchezaji ambaye akipata nafasi ya kugeuka na kukabiliana na defense ya Yanga anaweza kuwa tatizo. Ni mchezaji mwingine huyu wa kumwangalia. Rushen Dereuk kwa upande wa ulinzi. Dereuk ni mtu wa kuangalia. Kazi yake kubwa itakuwa kuhakikisha Shalulile apate nafasi rahisi ndani ya boksi. Hivyo ndio tunapata familia nzima. Shalulile na Dereuk, nguvu dhidi ya nguvu. Muda utaamua. Tukigeukia kwa Kibu Denis, Kibu ni aina ya mchezaji ambaye anaweza kuleta unpredictability kwenye attack, na anaweza kutengeneza tatizo kupitia kasi, kupitia pressing, kupitia kukimbia pembeni na vile vile kuingia kwenye nafasi za hatari. Na kama Yanga itapanda sana, basi nyuma ya mabeki inaweza kuwa muhimu kwake. Hawa ni wachezaji wa kuangaliwa bwana. Huyu Godfrey anasema leo ni draw, watatoshana nguvu, hawatafungana kwa kuwa ni mechi ya kwanza, watakuwa wanasomana mchezo kabisa. Maoni yako ni mazuri. Yes. Haya, Azizi anasema Salome niko hapa. Sanga anasema Simba, anasema sister tupe, anasema tupe hiyo nani anapokea hizo goli 2 jamani. Haya sasa. Tutaona, muda utaamua, tutajua tu ni nani ambaye anapokea goli zuri. Haya, tukiangalia sasa, tukiangalia Shalulile na Dereuk nani atatawala boksi. Kwa sababu kama Shalulile ataweza kuwavuta mabeki kushinda mipira na kupata nafasi za kufunga, Yanga inaweza kupata faida kubwa. Lakini kama Dereuk na safu ya Simba watamzuia mapema, pressure inaweza kurudi kwa washambuliaji wa Yanga. Okay. Pressure inaweza kurudi kwa washambuliaji wa Yanga. Na upande mwingine Magalwa ndiye mchezaji mpya wa Simba ambaye nimemfuatilia zaidi, nimemfuatilia hasa kuona kama kasi yake inaweza kuonekana dhidi ya Yanga katika mechi yake kubwa ya kwanza na ya ushindani ambayo itachezwa siku ya leo. Kwa hiyo nikukumbushe tu kwamba kikosi rasmi cha kuanza hakipaswi kudhaniwa kabla ya kutangazwa. Kwa hiyo tusubiri kikosi kitangazwe. Kila timu itakapotangaza kikosi chake ndio tutajua ni watu gani wanacheza, ndio tutaona wale wachezaji wa kuangaliwa. Hawa ni baadhi tu nimewataja, lakini vile vile kikosi kinaweza kikatangazwa alafu
wasiwepo katika mchezo. Na hii haimaanishi wote lazima waanze. Kuna wengine wanaweza kuanza, kuna wengine wakafuata, wengine wakaja katika yale mabadilisho na maisha yakaenda. Mechi inaanza saa 2:30 kwa saa za Tanzania pale New Amaan Complex Zanzibar. Na mimi niwatakie kila laheri wale wote ambao mtaenda kucheza leo. Simba nawatakia ushindi, Yanga vile vile nawatakia ushindi bwana. Mkafanye vyema kabisa. Hii ni katika kile kipengele cha habari, kipengele cha ratiba mechi zinazofuata pamoja na utabiri.